Warioba ahoji matumizi ya nguvu katika maandamano ya Oktoba 29, atilia mkazo uwazi na uwajibikaji. Dar es Salaam. Waziri Mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu, Jaji Joseph Sinde Warioba, amesema kuwa haiwezekani kufanya tathmini ya haki juu ya kiwango cha nguvu kilichotumika na vyombo vya ulinzi na usalama katika kudhibiti maandamano ya Oktoba 29 bila kwanza kufahamika idadi kamili ya watu waliopoteza maisha katika tukio hilo. Jaji Warioba ametoa kauli hiyo katika mahojiano maalumu na mwandishi wa habari wa gazeti la Jamhuri, Manyerere Jackton, ambapo alijadili kwa kina masuala ya matumizi ya nguvu, haki za binadamu, wajibu wa vyombo vya dola, pamoja na maandalizi ya nchi kuelekea mchakato wa uchaguzi unaotakiwa kuwa wa uhuru, haki na amani. Akizungumza kwa mtazamo wa kisheria na kiutu, Jaji Warioba alisema kuwa idadi ya vifo ni kigezo muhimu sana katika kupima kama nguvu iliyotumika ilikuwa ya lazima au ilizidi mipaka inayoruhusiwa kisheria na kimaadili. Kwa watu wa kawaida wanaoweza kuangalia mambo kwa umakini, tutahoji kwa kuona idadi ya waliokufa. Maana yake ni kwamba kama idadi ni kubwa, basi kuna maswali mazito ya kujiuliza kuhusu aina na kiwango cha nguvu kilichotumika, alisema Warioba. Alisisitiza kuwa bila taarifa hizo kuwekwa wazi, jamii haiwezi kufanya tathmini ya haki, wala kuhitimisha kama hatua zilizochukuliwa zilikuwa sahihi au la. Nguvu ilitumika, swali ni kiasi chake. Katika mahojiano hayo, Jaji Warioba hakupinga kwamba vyombo vya dola vina wajibu wa kulinda usalama na amani ya nchi. Hata hivyo, alieleza kuwa hoja kuu si kama nguvu ilitumika, bali ni kiasi cha nguvu hiyo na mazingira ambayo ilitumika. Alisema katika maandamano ya Oktoba 29, kulishuhudiwa wazi matumizi ya nguvu, jambo ambalo linahitaji tathmini ya kina ili kubaini kama matumizi hayo yalikuwa ya lazima, yaliyolingana na tishio lililokuwepo, na kama yalifuata misingi ya sheria na haki za binadamu. Kwa mujibu wa Warioba, katika dola linalozingatia utawala wa sheria, matumizi ya nguvu lazima yawe ya mwisho kabisa, na pale yanapotumika, yaheshimu kanuni ya uwiano, proportionality. Kutokuwiana kwa nguvu kati ya pande mbili. Jaji Warioba pia alielezea wasiwasi wake kuhusu kutokuwepo kwa uwiano wa nguvu kati ya waandamanaji na vyombo vya ulinzi na usalama. Alisema kuwa waandamanaji wengi walikuwa vijana wa kawaida. Hawakuwa na silaha za kisasa. Wakati huo huo, vyombo vya dola vilikuwa na bunduki za risasi. Kwa mantiki hiyo, alihoji kwa nini ilihitajika kutumia silaha hatari dhidi ya raia wasiokuwa na silaha. Hapa unashughulika na vijana ambao hawana silaha za kisasa, lakini wewe una bunduki za risasi. Sasa ni lazima waelezwe, ndipo tunaweza kuamua kama kweli nguvu iliyotumika ilistahili, alihoji Warioba. Kauli hii iliibua hoja nzito kuhusu haki ya kuishi, haki ya kuandamana kwa amani, na wajibu wa dola kulinda raia wake, hata pale wanapotoa maoni au kudai haki zao. Maandalizi ya vyombo vya ulinzi kuelekea uchaguzi. Katika sehemu nyingine ya mahojiano, Jaji Warioba alikumbusha kuwa kwa kipindi cha takribani miaka miwili, vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vinaelekezwa na kuandaliwa kusimamia mchakato wa uchaguzi, kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru, wa haki na wa amani. Kwa msingi huo, aliibua swali muhimu. Je, maandalizi hayo yalijikita zaidi kwenye kulinda amani kwa raia au kwenye kudhibiti raia kwa nguvu? Alionekana kuhoji kama vitendo vilivyoshuhudiwa katika maandamano ya Oktoba 29 vinaendana na dhamira ya kitaifa ya kujenga mazingira ya amani, mshikamano na imani kwa taasisi za dola, hasa wakati nchi inaelekea katika michakato muhimu ya kidemokrasia. Wito wa uwazi na taarifa sahihi kwa umma. Jaji Warioba alisisitiza kuwa uwazi ni msingi wa amani ya kudumu. Alieleza kuwa serikali na vyombo husika vina wajibu wa kutoa taarifa sahihi kwa wananchi. Taarifa hizo zinapaswa kujumuisha idadi ya waliouawa, waliojeruhiwa na waliokamatwa. Uwazi huo utasaidia kuondoa tetesi, hofu na hisia za kutoaminiana.
Kwa mtazamo wake, kuficha au kuchelewesha taarifa kunazidisha mgawanyiko katika jamii na kudhoofisha imani ya wananchi kwa vyombo vya dola. Mtazamo wa kisheria na kitaifa. Akiwa ni jaji mkuu wa zamani na mmoja wa viongozi waliowahi kushika nyadhifa za juu kabisa serikalini, Warioba alisisitiza kuwa kauli zake hazilengi kuchochea chuki, kudhoofisha vyombo vya ulinzi na usalama, wala kuipaka matope serikali. Bali alisema analenga kulinda misingi ya utawala wa sheria, kukuza uwajibikaji na kuhakikisha haki za binadamu zinaheshimiwa bila ubaguzi. Alieleza kuwa taifa imara ni lile linaloweza kujipima lenyewe, kukubali pale panapohitaji marekebisho na kuchukua hatua za kisheria pale inapobainika makosa yalifanyika. Hitimisho: taifa linahitaji ukweli, si ukimya. Kwa ujumla, mahojiano ya Jaji Joseph Warioba yalikuwa ni wito wa busara, haki na uwazi katika kushughulikia matukio ya maandamano ya Oktoba 29. Alisisitiza kuwa ukweli haupaswi kuogopwa. Taarifa sahihi ni muhimu kwa maridhiano ya kitaifa, na haki kwa waathirika ni msingi wa amani ya kudumu. Kwa mujibu wa Warioba, ni baada ya ukweli kuwekwa wazi, ikiwemo idadi ya waliopoteza maisha, ndipo taifa linaweza kutathmini kwa haki, kujifunza kutokana na makosa, na kusonga mbele kwa mshikamano, amani na heshima ya utu wa kila Mtanzania. Mwisho wa taarifa.